Amu TV, the stories behind the scenes. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله بأن نعمة الأمن أغلى ما يملكه الإنسان بعد الإيمان، فبالأمن تستقر البيوت وتأمن السبل وتنام الأعين. ولكن الذي يؤسفنا ويؤلم كل غيور أن ظاهرة خطيرة بدأت تنخر في جسد مجتمعنا. شباب صغار يخرجون يحملون السلاح لا ليذودوا عن مظلوم ولا ليعينوا ملهوفا، بل ليروعوا الآمنين في شوارعهم وأزقتهم. وقد تعددت المجموعات وتشاجرت فيما بينها وبلغ الأمر أن يقتل بعضهم بعضا. هذا ليس شجاعة ولا رجولة، هذا هو عين الفساد في الأرض. إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Katika neema kubwa ambazo kila mwanadamu ulimwenguni awe sampuli zakao kuwa ni neema ambayo aitamani na kuizengea na kuimizia mate akiona yeye hana, wendani wake wanayo. Baada ya neema kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inaofuatia ni neema ya amani na usalama na utulivu katika jamii. Na jambo la kusikitisha kubwa zaidi kwetu sisi sasa yao imekuwa neema hii imeadimika ama imehuadimika. Neema ya amani kwetu imehupotea na imezie kuanza kupotea. Na ukiangalia namna mujtamai unaolizungumza hili jambo na kulijadili, mfano wake ni mfano wa mtu ambao ataka kuusumua mbuyu kwa kukata matandu. Mbuyu mti mkubwa umemea katika shamba lake, mtu hautaki, sasa ataka kuusumua yeye ukekewene kukata matandu ya mbuyu. Hiyo itakuwa kazi ya utofu. Takata matandu, kesho atatepuza mangine. Kikata yeye hata katumia msumeno wa nguvu za umeme, mbuyu hausumuki kwa kukatwa matandu. Swali hili, tatizo hili la kukosekana kwa amani, ipo haja, ipo na dharura kubwa ya watu ambao ni wataalam mahsus wa mambo ya sociology, ilmu lijtimaa, waliangalie kwa undani kabisa na kwa makini, walitafiti wapate kujua ni nini sababu ambazo hupekea mambo haya. Jambo halikuweko
mara limezuka, limekuwa utuhangaisha na kutubabaisha, limetukosesha utulivu katika mwili wetu. Hakuna raha, hakuna furaha, kila wakati mtu na hofu, haisi kutatokea lini, kutakuwa iye kesho, nyani mtondo ni upi. Imekuwa namna hiyo hiyo. Hili swali ama hili tatizo ni tatizo ambalo lina sababu nyingi nyuma yake ambazo hupekea mambo kama, si sababu moja si mbili, lakini kuna mfululizo wa sababu, na ikiwa hatukuzifahamu hizi sababu tukajaribu kuziondoa hizi sababu, basi itakuwa mfano wetu sisi ni kama mtu ambaye ataka kusumua mbuyu wa kubira matandu, itakuwa kazi ya utofu, kuteka mai kwa kitasi tukitia birika mbovu. Moja katika sababu kubwa ipeke yao wenye kufanya haya wakayafanya ni dhuful wazi'u dini, kwamba wafanyao haya imani ya dini kwao ni dhaifu, hawafahamu uzito wa yale wayatendao, hawaelewi yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametishia kiasi gani kwenye kutenda haya. Licha ya mtu kumjeruhi mwendani wake bali na kumuua, kumshutua Muislamu ni jambo halifai, ni haramu, ni katika kabairi dhunub. Tunasema tuambia la yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman, ni jambo ambalo si halali. Jambo likiambiwa si halali, hakuna la katikati, ni haramu. La yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman, ni jambo ambalo halifai kwa Muislamu kumshutua Muislamu mwendani wake. Kumshutua hata kwa silaha, kwa kumpigia uketu kwa yowe, tukamdirika mwendo uketizie mahala, ukenda kwa taratibu ukampigia yowe kashutuka, hilo ni jambo la hatia Kiislamu, kwa sababu yawezekana kule kushtuka kwake kawa ndio mwisho wa maisha yake. Pengine karukwa na akili, pengine kapatikana na hili, mambo mengi yaweza kumtokea. Ikiwa kumshutua mtu, kumshutua haifai, je, zaidi ya kumshutua itakuwa ufaa? Bila shaka haifai zaidi. Kwa hiyo moja katika sababu kubwa watekelezao haya ni kwamba wenyewe ile imani katika nyoyo zao ni dhaifu. Lingine mbali na hayo ni kwamba watoto wana alfaraghu wa taqa almakbuta, wana muda mwingi na hawana la kufanya, wana energy nyingi sana katika ziwilili zao. Kwa hivyo ni lazima wafanye jambo. Kiwa hawafanyi zuri, watafanya lisoko. Hawawezi kuketi tu kutuama kama mai birikani, maadamu wana wakati muda mrefu na hawana walifanyalo, na wana nguvu za kufanya mambo ile ambayo wenyewe waita pent up energy. Nguvu wanazo zimefinyika, zile nguvu zao hawapana namna pa kuzitumia. Hawatezi mpira, hawaendi majahazini, hawafanyi lolote, nguvu ziko ndani kwa ndani. Binadamu hawezi kunyamaa namna hiyo, lazima atazengia mahala pa kutoa upepo, atakwenda kufanya jambo litakalokuwa, lakini awe ametumia zile nguvu zake imekuwa hasa nguvu wanazo kuzitumia katika mambo ambayo kwamba hayastahiki mtu kutumia nguvu zake katika mambo kama yale. Lingine ni kupenda araghba wa ithbatu dhat, ni mtu kupenda kutambulikana kwamba nami niko. Kwa hivyo watu wako hawatambulikani, hakuna wayu wao, hakuna wataa yao, huona kwamba sisi ni watu muhammashin, yani jamii imetutenga. Kwa hivyo hata tufanye jambo na si tutambulikane. Hii ni moja kama mambo ambayo humsukuma binadamu kufanya mambo ambayo kwamba hayaingia akilini, ya hasara kwake yeye mwenyewe kabla kumhasiri mtu mwingine, ili tu apate kutaika. Katika mwaka wa 1980 kuna mwimbaji mmoja kula John Leon aliuawa. Alomuua aitwa Mark David. Mark David alikuwa ni kijana miaka 25. Baada ya kumuua, aliposhikwa akiulizwa, mbona umemuua huyu kwa ajili gani? Nimekukosea nini? Mmetofautiana kwenye jambo gani? Sema sina sababu yoyote ya kumuua, ila na mimi nimetaka nitambulikane. Yani picha zangu zitatiwa magazetini, runinga zitanizungumza, na siku yote ulimwenguni kukizungumzwa
tarikhi ya huyu mwisho wake taambiwa huyu aliuawa na fulani. Hilo tu, kwa kuwataka hilo tu, utaona ni jambo toto. Lakini kwa binadamu hasa anapokuwa barobaro na akiona mujtamai haumtambui, ni nyani, hayulikani, hana jambo lolote ambalo la kumpa umaarufu na umashuhuri, itamsukuma aende afanye lolote tu apate kutaika. Ajali yeye ataike kwa wema ama kwa uovu, lakini ataike, iulikane kwamba na yeye uko au na wao wako. Lingine katika sababu, ni mfululizo wa sababu hizi, ghiyabu arraqaba alabawiya, ni absentism, kukosekana wa usimamizi wa wazazi. Alhamdulillah, tuna majumba, hakuna walalao ndiani na sitani na totoni, wote walala majumbani, lakini majumbani kumekosekana kiungo muhimu ambacho chatakikana kisikosekane kwenye majumba, nacho ni kiungo cha malezi, upbringing, malezi. Malezi hakuna katika majumba yetu, hakuna, kwa sababu ima wale walioko wenyewe hawayui waande wapi wamalize wapi. Sikula azaao ni mzazi kwa kuzaa tu, lakini kwa malezi yahitaji maarifa maalum mtu awe nayo, ndipo aweze kukiea kile alichokizaa kama itakikani wao. Kwa hiyo wako watoto wana hali na babao na mamao wako majumba, lakini majumbani hakuna usimamizi wa wazazi kuwasimamia vijana zao. Hawayui wendapo, hawayui warudipo, hawana habari nao yoyote, hawahisi marafiki zao ni watu gani wala hendaye. Hili ni moya, kukosekana kwa usimamizi wa wazazi. Lingine ni al-unfu fi dakhil usra, matumizi ya nguvu within the family, ndani ya majumba. Mtu kijana huona babake mara humkumanga mamake kwa makofi, kwa makonde, kwa chochote, aweza kumshika koo mpaka katoa ulimi. Mamake umuona sura afanywa, huona ndugu zake wakitetea katiti hukumangwa, mpaka vijana wakawa tena hawaisi la kufanya. Yani wamekulia katika familia ambazo hakuna utuvu, hakuna usalama majumbani. Wakifumbua mato wameona unf, yani matumizi ya nguvu. Kila mmoja atumia nguvu kuthibitisha lile alitakalo ama kuamrisha lile alitakalo lifanyike. Hiyo ni moja katika sababu. Na lingine katika sababu kubwa inayochangia hapa ni atafakukul usari, kusambaratika kwa familia. Kusambaratika kwa familia, yani mara wametengana, wameatana, huteta. Na tukizungumza kuatana, bata ile mambo ya kuatana rasmi kwa talaka, kuna aina ya kuatana hamkuliwa emotional divorce, yani watu wako kwenye nyumba moja, ulaliwa hapo hapo, hupikwa, huliwa, lakini hawako pamoja, emotional divorce. Hakuna nenao na mwende, hakuna mulizao mtu yambo, mambo henda tu. Hata nakumbuka mtu mmoja alikuwa kwenye hali kama hiyo, alikuwa una safari wakati wa alfajiri, kamwandikia mke wake kile cha mkuliwacho message kwa kikaratasi, wakati alikuwa bado mambo ya mobile, kaambia na safari alfajiri, tafadhali niamsha. Mwanamke kakisoma kile, kufanya yambo, kazungua pande ya pili, kaambia amka saa 11, kakiweka naye fahali kalala, kiamka yua limezee kutoka, mzee kukosa safari. Mwambia nie, mboni kunambia, mboni wewe hukunambia? Tit for tat. Hii ndio iliyoko hali katika baadhi ya majumba yetu, yani watu wako nyumbani, baba mama, lakini hakuna mawasiliano baina yao, tafakuk, yani imesabaratika ile familia, imekatika, hakuna maingiliano. Na lingine ambalo linachangia katika haya ni alqudwatu sayyi'a, kiigizo kiovu, kielezo kiovu. Na kijana yoyote kielezo chake kikubwa ni mzee wake, babake, kiwa ni duye mkubwa yoyote aliyoko pale nyumbani, yeye huangalia ule afanyalo huyu baba, kwake yeye huwa ndilo la kufanywa, ndilo zuri, ndilo jambo la sawasawa. Manake baba ni kiigizo, ni kudwa, ni role model kwa watoto wake, ndugu zake ambao ni watoto kuliko yeye na kadhalika. Hii pia tumekuwa na mifano miovu katika majumba yetu, tumekuwa na mifano miovu kwa wana wetu. Kuna ile alqudwatu sayyi'a,
role model ambayo si mzuri, yani haimpi kijana hamu wala maekezo ya kufanya mambo mazuri. Yeye kuifanya lolote unalo mzee wake ufanya ama nduye mkubwa wake ufanya, basi yeye huona ndio sawa. Na lingine katika haya ni rufqatu su, maswahibu wasokuwa wema. Waarabu na neno lao kukwambia as-sahibu sahibun, rafiki ni smako. Ukisuhubiana na sokuwa mzuri takuvuta tu kwenye ile maovu yake bila shaka. Na watoto wana marafiki ambao wa mitaani au pengine katika zituo za taasisi za elimu ambao marafiki si wazuri, na baba mama hawana habari ya hayo, lakini wenyewe wana marafiki zao. Wale marafiki wana athari kubwa, kwa mtu aweza kuwa una mambo yake babake na mamake na mke wake hawayahisi, lakini rafiki yake ayayua kumfunukia rafiki yake. Kwa hivyo rafiki una athari kubwa kwa mtu. Ukiwa na marafiki ambao si wema, usitarajie kuwa mwema. Hata wewe mwenyewe ukabidisha yeye, lakini wakuwa ule rafiki yake ni fulani na fulani. Na ndipo Mtume akatuambia almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu, mtu waandama mwendo wa bui wake wa rafiki yake. Kila mwewe naangalie atasuhubiana na mtu wa aina gani. Wale marafiki zako ndio utakuwa na wewe wanukuu yale ambayo ndio yao, ndio tabia zao, ndio desturi zao. Kadhalika katika moya ya sababisha haya ni suhulatul husuli ala silah, urahisi na upesi wa kutamalaki silaha. Hawa wakata nao hawakatani kwa simbo wala kwa meno wala hawakatani kwa majiwe, hukatana kwa mapanga. Na panga kijana aweza kwenda kheri sigara, tabi wewe ni mtoto hatukuzanyi sigara, lakini panga akaenda kwenye mapanga lolote litakalo tazanyiwa, kama kuzanyiwa Colgate ama mswaki ama kalamu ama daftari, hakuna swala. Sigara basi sisi tuzanyi sigara kwa vijana watoto, lakini panga ni haki ya kila mmoja, bora tu una zipeni zake takwenda tauziwa. Hilo ni moya katika pekee yao. Lau kwamba ilikuwa kuna zikwazo za vijana kupata ile silaha, au utakuta vijana wana silaha hawaziweki yulama wao, uziweka mzunguni ama chini ya godoro, na pale pale nyumbani, walioko nyumbani hawaisi kamwe kwamba mwanangu ungia na panga, mefutika panga, ametokana, hawana habari kamwe. Kwa hivyo ule usahali na upesi na urahisi wa kuweza kupata silaha na kuzunguka nayo apendapo na atakayo ni moya katika peke yao mambo haya kukithiri. Na la mwisho kwa hiyo kumalizia ni ghiyab al-uqubati radia, kukosekana kwa makemeo ya kisawasawa. Kijana mempiga mwende yeo asubuhi, metiwa ndani, basi hatolala usiku ule polisi, kana kwamba pale polisi ni jahannam. Usiku moja kabla yua lisiatwa kutaendewa mbio kwa sampuli yoyote, tuhakikishe kijana chetu tatoka. Tumeze kumwambia na kesho fanya tena, nifanya yeo ni mwaya damu ya mwende, memkata memuumiza, siku hiyo hiyo metiwa ndani, yua halikutwa, yani usiku ule ule hakulala pale ndani, amekwenda kutolewa kwa hali itakayo kuitukia. Tayari huwa tumezee kuwahimiza na kufanya waone kwamba si lolote, yeye ule nawe ndani wake wataona fulani alifanya lia siku ile ile alitolewa, bora mapeni tu bwana, kuna lolote hakuna chochote. Kwa hivyo kukosekana al-uqubatu radi, Mwenyezi Mungu aliweka adhabu kali kwa watu wenye kutishia usalama wengine. Aliweka adhabu kali, imma yuqtalu au yusallabu au tuqta'u aydihim wa arjuluhum min au yunfau min al-ardh. Watu kama hawa wenye kutishia mujtama, Mungu aliweka adhabu kali, kwa sababu ayua bila ya adhabu kali mambo hayatokoma, yatazidi kuendelea. Imma yuqtalu, hata kuna yuqtalu, yani wauawe kwa msisitizo, au yusallabu, ama watungikwe, kila mtu aone kwamba ni hawa watue, au tuqatta aidi, au wakate mikono maguu kinyume nyume, au yunfa min al-ardhi, ama watolewe mui. Hizi ni adhabu Mungu alioziweka kwa mpangilio maalum kwa watu ambao watishia usalama wa wengine.
Na la mwisho katika mambo ya tangizi yao ya pekee yao katika swali hili ni al-i'lam, mambo ya media. Haya na mchango mkubwa yulake. Watu angalia Osman Bey, mimi usikia tu Iloina, mipanga ni ile be basi hiyo. Una watu ufuata zipindi za si nzuri za kuonesha watu kuuana, na mwisho wake ule wao ndiye hero, ndio shujaa, watu mtaa kwa uzuri. Sasa yeye hutosha, yeye yule kijana mezee kukinai kwamba yeye hutaika muhini, akitokea ile kuambia ni hao wao, ona ndio sisi, mimi shujaa, ndio sisi Simba wa mitaa kule. Watu hiyo wayao waona kazi yetu tutambulika. Hasa jamaa tutambua, uone tukitokeza, sikia kama umetokea gavana labda ule hiyo ni kitu kimwe ambacho kwamba hupekea mambo kama haya. Kwa hiyo hii ni baadhi kwa haraka sababu za undani zipekea. Inshallah uhai ikiwa upo, juma litakalokuya mada hii itaendelea, tutazungumza namna gani tutaamiliana na dhahira hii, fenomena hii tutaamila nayo iye sampuli gani, namna ya kuiface, kupambana nayo. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur wal barul karim. AMU TV, the stories behind the scene.